Kwa jina naitwa Amiri Jafari, fundi wa kutengeneza bodi za magari kama inavyoonekana hapa. Mimi nikigusia sana swala zima la kuhusiana na swala la amani katika nchi yetu. Kwanza amani ni kitu muhimu sana katika taifa hili kwa sababu watu wengi sana, vijana wengi wanakimbilia kuona kwamba hili taifa halina mpango na wala halina shughuli yoyote ambayo linaweza likawasimamia juu ya maisha yao. Lakini katika swala zima ukiangalia katika mataifa ambayo yameingia katika machafuko ambayo wao walifikiri kwamba kufanya machafuko wenyewe kwa wenyewe ndio chanzo cha kupata maendeleo katika taifa, lakini limefikia hatua kwamba kuirudisha ile amani imekuwa ngumu. Lakini mimi katika nchi hii ambayo kwa sasa hivi nikiwa kutokana na umri wangu niliokuwa nao na tulikotoka na tunakoelekea, naona tunakoelekea ni kuzuri zaidi kuliko tulikotoka, kwa sababu tulikotoka sisi tulikuwa tuna changamoto nyingi za kimaisha na swala zima la kimaendeleo, miundombinu, lakini kwa swala zima la kitaifa kwamba taifa limejitahidi na limefanya vitu ambavyo kidogo vina muonekano tofauti na vijana ambao wamezaliwa juzi tu wa mwaka 2000 au 99 wengine, na kutokana na changamoto ambazo nimepitia katika baadhi ya nchi nyingi ambazo nilitembelea, naona hili taifa ni nzuri na amani kuilinda ni kitu muhimu, kwa sababu ukitokomeza amani kuirudisha ni kazi. Tena kitu ambacho ni kigumu sana katika kulifanya hilo swala. Na swala lingine kutokana na hii wizara iliyoundwa sasa hivi, swala la wizara ya vijana, mimi naona ni mzuri kwa sababu miaka ya nyuma ilikopo haipo. Kwa hiyo vijana kama wana shida zao binafsi, na maana tayari wizara yao ishapatikana na wasemaji, na mimi katika wizara itakuwepo, kwa sababu kwanza sasa hivi hizo wizara zina vijana tofauti na mwanzo, na uzuri kwamba mawaziri wenyewe waliokuwepo wote ni vijana, kutoka wengine kuwa wasanii, muona walikuwa katika chombo cha BASATA kule. Ina maana mtu akienda kueleza shida zake na kupo ni kitu ambacho rahisi kukisikiliza na kulifanya swala ambalo litakuwa zuri zaidi kwa wao kuliko kukimbilia kufanya fujo ambazo hazina faida. Kwa hiyo hili swala limekuwa liko vizuri tu katika taifa hili. Na swala la mwisho ambalo tukilizungumzia sasa hivi, kwanza limenipendeza zaidi swala zima la hii swala la maridhiano. Mfano katika mfumo wa vyama vya siasa, kama kuna kero yoyote ambayo ipo na ili swala limeundwa kwamba katika mazingira ya kusema kwamba tukae sehemu moja tuangalie nini cha kukifanya, hili swala ni nzuri zaidi kwa sababu tunajenga taifa moja. Kwa sababu tukisema tufanye fujo tu ambazo hazina faida, aliyakuwa sehemu ya kuzungumzia ipo na ni sehemu nzuri katika maisha yetu, basi inakuwa ni swala ambalo liko vizuri sana kwamba wasiwe na watu ambao kukurupuka tu, kwa sababu ili swala la maridhiano ni mzuri. Na mfano kidogo naweza nikatolea hata leo naweza nikawasii mashehe wetu ambao wanakaa kwenye mitandao ya kijamii kuzungumzia vitu ambavyo vinakuwa kidogo havina msingi, na maaskofu wakae waangalie, kwa sababu maana ya dini ni kuwajenga watu katika mifumo iliyokuwa sahihi, ili kukataa nini makelele, huyu anazungumza lake na huyu anazungumza lake. Watu sisi Watanzania wote tunaabudu dini, kila mtu na dini yake, ila isipokuwa taifa letu ni moja. Hii mimi naona kidogo kwangu imekaa vizuri zaidi